ni kwamba kweli hizo changamoto zipo kama ulivyosema, lakini labda kwa kuanzia kwenye hizo chemba. Kwenye chemba kuna changamoto nyingi. Mifumo ya chemba tulionayo, kwa mfano ukizungumzia upande wa Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam, kwa sababu umesema ni mwana Dar es Salaam. Dar es Salaam naielewa vizuri sana. Ukizungumzia Kariakoo ya miaka ya 70 na Kariakoo ya miaka ya sasa ni tofauti kubwa sana. Mifumo ya maji taka ambayo ilikuwepo Kariakoo ni ile ambayo ilijengwa miaka ya 70. Kwa hiyo mifumo yake ilikuwa ni midogo, kiasi kwamba Kariakoo zilikuwa ni nyumba ambazo ni za kawaida za kuchukua familia ya watu 3, 5 au 7 au 10. Lakini leo tunapozungumzia Kariakoo ni magorofa. Unakuta gorofa moja linachukua watu wengi. Kwa hiyo wale watu wote wanahitaji kuoga, kufua. Kwa hiyo mwisho wa siku ile mifumo ya maji taka inazidiwa. Ndio unakutana na hiyo changamoto ya hizo chemba kutema. Lakini pia katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na wimbi la vyuma chakavu. Kumekuwepo na vijana wengine wanachukua mpaka ile mifuniko ya chemba. Kwa hiyo sasa ikinyesha mvua kidogo tu, yale maji ambayo yalitakiwa yaende kwenye mifereji, kwa sababu ile zile chemba zimefumuliwa, maana yake ya maji ya mvua yanaingia kwenye ile mifumo ya maji taka. Kwa hiyo mifumo ya maji taka inazidiwa kwa sababu inapokea maji mengi tofauti na yale ambayo yalikusudiwa. Kwa hiyo unajikuta sasa kimvua kidogo tayari maji taka yanaanza kutema na kuleta kero. Kwa hiyo ni kweli changamoto hizo zipo. Ndio sababu ukimuuliza kuhusiana na mpango koje, nafikiri na ndio tunafuata hiyo. Inasemaje katika eneo hilo? Mipango ipo. Moja kutokana na ongezeko kubwa la watu. Upande kwa mfano ya mfumo ya maji taka, DAWASA sasa hivi wanaboresha mifumo yao. Na hata upande wa Kariakoo kuna mpango pia wa kuweza kujenga bomba kubwa litakaloweza kubeba maji taka ili kuweza kuhimili uwezo wake wa sasa. Kwa hiyo mipango ipo, lakini pia tunaendelea kutoa elimu, kwa sababu mwisho wa siku, kwa mfano watu wanapoharibu miundombinu, wengine wanakuwa hawajui kwamba mwisho wa siku wanachukua kwa manufaa yake, lakini mwisho wa siku wanaenda kuleta athari kubwa kwenye jamii. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu, lakini pia upande wa serikali mipango bado inaendelea na nyingine inatekelezeka kwa kiwango kikubwa ili mwisho wa siku kuondoa hizi changamoto.